Naam, hii ni exclusive story nyingine kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba mara hii na wenyewe juu ya mchezaji mpya ambaye kocha amempropose, amempendekeza ndani ya kipindi kifupi tu. Ikumbuke kwamba ameingia jana, lakini usishangazwe, hii haikuwa story ya jana. Wakati Dimitar Pantev anahusishwa na Simba, nilifanya session ya kwanza kabisa wakati tunamzungumzia huyu kocha. Nilienda mbali zaidi kwa research ambayo nilifanya kwa kuuliza baadhi ya watu ambao wako kule Botswana. Ilielezwa kwamba kuna taarifa za yeye kwa maana ya kocha kuhitaji huduma ya Thabo Maponda ndani ya kikosi cha Simba, kwa maana ya aondoke naye aende naye kwenye kikosi cha Simba. So amefika ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini msimamo wake uko hapo kwa maana ya kuhitaji huduma ya Thabo Maponda. Hivyo atakapokutana na uongozi wa Simba ataenda kuliwasilisha hili. Ni story ambayo ipo zaidi kwa kule Botswana, lakini yeye msimamo wake ndio huo. Sasa huyu uko hivyo. Sasa huyu Thabo Maponda ni nani na kwa nini Dimitar Pantev anamuhitaji? Yes. Sasa tukianza na mchezaji mwenyewe, Thabo Maponda ni mchezaji mwenye umri wa miaka 25, ni kiungo wa ushambuliaji. Kwa wale ambao waliangalia vizuri mechi zote mbili, alikuwa ni mwiba mkali kweli kweli. Kuanzia ile mechi ya kwanza ambayo ilichezwa kule Francistown Botswana, alikuwa akisumbua sana akitokea upande wa kushoto wa kikosi cha Gaborone United. Sasa mimi nilipata bahati ya kutangaza ile mechi, kwa hiyo upande ambao alikuwa anacheza kule alikuwa akisumbua sana. Nilikuwa nikisema kwamba upande wa kushoto wa Gaborone United unaonekana kuwa threat zaidi. Upande wa kulia alikuwa anacheza Tatayaone Kamanyane ambaye ndo mfungaji bora wa msimu uliopita, lakini upande wa kushoto huyu kijana anaonekana kuwa threat zaidi, Thabo Maponda. Sasa ile katika mechi ya kule. Katika mechi ya pili ambayo ilichezwa hapa katika uwanja wa Mkapa, alianzia bench, baadaye akaingia akitokea bench. Nafasi yake alikuwa akicheza Sisei, yule kiungo wa ushambuliaji kutoka Liberia, ndio alikuwa akicheza katika lile eneo, na ndio wachezaji ambao wamekuwa wakipokezana sana nafasi. Kwa hiyo alitoka Sisei akaingia Thabo Maponda. Baada ya kuingia alionekana kuwa threat kweli kweli. Kwanza baada ya kuingia ndio alikwenda kusawazisha bao. Kumradhi, alikwenda kusababisha penalty ambayo ilizaa bao, lakini pia alisumbua sana safu ya ulinzi akiwemo Rushen Derek. Rushen Derek ni beki bora na mzuri kweli kweli, lakini alivyokutana na Thabo Maponda alikutana na wakati mgumu katika ile mechi. Kwa wale ambao waliangalia vizuri, kuna baadhi ya matukio nimeyaweka hapo, ingawaje kwa picha kutokana na haki za hizo video zake utaona kwa namna gani ambavyo alikuwa akisumbua safu ya ulinzi ya Simba. Sasa unaweza kujiuliza maswali, ndani ya Gaborone United kuna wachezaji wengi wazuri, wachezaji ambao wana majina makubwa, akiwemo mfungaji bora Tatayaone Kamanyane ambaye kwenye swala la nafasi wanacheza nafasi inayofanana. Utofauti ni kwamba Maponda anatokea kushoto, Kamanyane anatokea kulia, lakini wote wanaweza kuinterchange kwa sababu hata Maponda kwenye mechi ya pili ya hapa alitokea pande zote mbili. Kuna matukio aliyafanya kushoto, kuna matukio aliyafanya kulia. Kwa nini sio Kamanyane? Kamanyane ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa sana, kafunga sana mabao kwa miaka mingi. Ameshakuwa mfungaji bora mara 2 katika ligi kuu ya Botswana. Ameshawahi kwenda Afrika Kusini Chippa United na akarudi tena nyumbani, lakini sio Kamanyane. Ditsele Lebohang ambaye anacheza kwenye safu ya kiungo, huyu ni miongoni mwa nyota ambao alikuwa kwenye kinyang'anyiro cha MVP wa ligi kuu ya Botswana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa threat sana, lakini Ompile Ramwagi ambaye anacheza pale juu kama mshambuliaji ni kijana mdogo ambaye ana talent kubwa sana, lakini hao wote hakuwaona, amekwenda kumuona Thabo Maponda. Mind you, Thabo Maponda ndani ya Botswana sio mchezaji mkubwa wa kutisha kwamba unapotaja wachezaji wenye majina makubwa ndani ya Botswana, Thabo Maponda jina lake ulione hata kwenye top 10 kwa maana ya ligi kwa ujumla wake. Jina lake inawezekana usilione, lakini unaweza usilione kwa sababu sio mchezaji ambaye anatokea sana kwenye mabao, afungi sana, lakini amekuwa akisababisha hatari nyingi. So makocha wanampenda, na nitakwambia kwa nini kocha anamhitaji huyu. Kocha ni kiutaalamu, kwa nini anamhitaji huyu mchezaji. Kocha wa
ukiangalia ile Botswana ligi yao ina wachezaji wengi wazuri, akina Tatayaone yule wa Rollers, ukiachana na Tatayaone wa huku yule wa Township Rollers, akina Papama, wapo wachezaji, huyo Diesel Lebohang ambaye yuko pale, na wengine kama Thabang Sesinyi ambaye anaisha kuwa mfungaji bora mara kadhaa. Kwa hiyo na wachezaji wengi wazuri, Township Rollers, Tafik pale na klabu nyingine. Lakini kocha Morena Romerebuli, kocha wa timu ya taifa ya Botswana, moja ya makocha ambao mimi nawaheshimu sana, na alikuwepo kwenye kikosi cha Jwaneng Galaxy kama tutakumbuka, ambacho kiliondoa Simba mabao 3 tu, kama tutakumbuka 3-1 ili wafunga hapa kwa Mkapa. Ndio yule kocha sasa. Ni kocha fulani hivi mwongeaji kama Jose Mourinho. Sasa yule ndio kocha wa timu ya taifa ya Botswana kwa sasa. Jina la utani anaitwa Zebra, ndio kocha wake. Amemjumuisha Thabo Maponda kwenye kikosi. Na ukienda kuangalia katika ile line ya kushambulia, wapo wachezaji wakubwa tu, the like of Tumisango Rebonye, na wapo wachezaji ambao wanacheza nje ya Afrika wako pale, lakini Thabo Maponda naye kajumuishwa kwenye kikosi, naye yuko pale. Sasa Thabo Maponda, what so special? Kitu gani cha utofauti ambacho yuko nacho, ambacho unaweza kujiuliza kwa nini anamhitaji Simba? Na Simba ina wachezaji wengi wazuri katika maeneo mbalimbali. Kwa nini anamhitaji katika hizo position? Kwa sababu position ambayo yeye anacheza ndio position ambayo anacheza Elim Panzu, anacheza Kip Dennis, anacheza Joshua Mutale, anacheza pia Neo Maema. Yaani kuna wachezaji 4 ambao wanatokea pembeni katika ile 4-2-3-1 ya coach ya Simba. Wale wanatokea pembeni ndio eneo ambalo wanacheza huyu. Sasa kwa nini coach amepropose huyu? Thabo Maponda sifa yake kubwa ni mchezaji ambaye yuko direct sana. Naposema yuko direct, maana yake akipata mpira anataka kuliattack boxi kwa nguvu. Ni mchezaji ambaye unapokwenda kucheza na timu ambayo ina daraja la ubora kubwa ambalo litakuwa likukushambulia kwa kukuweka nyuma, yani maana yake mpinzani timu ya huyu kocha inatakiwa kukaa nyuma. Tutolee mfano Simba kabisa. Simba inapokutana na mpinzani ambaye Simba anataka kucheza kwa mind ya kudefend, unahitaji kushambulia kwenye mipira ya kustukiza au mashambulizi ya kujibu, yani counter attack. Sasa kwenye counter attack unahitaji kuwa na mchezaji ambaye ana kasi, yupo direct na anaweza kusababisha hatari, kwa maana skills ipo pia, au creativity na ubunifu anakuwa nao. Thabo Maponda ni miongoni mwa vitu ambavyo anaviweza sana, ni hivyo, kwa maana ya kukimbia kwa kasi, kumaliza walinzi, creativity na skills imelala katika miguu yake. So ni kitu ambacho kinamtofautisha yeye na wachezaji wengi ambao wapo kwa huko Botswana. That's why Dimitar Pantev amehitaji huduma ya Thabo Maponda ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, kutokana na daraja lake hilo la ubora au utofauti wake ambao yuko nao. So Thabo Maponda maana yake nini? Kama ataingia ndani ya Simba, basi inabidi asajiliwe katika dirisha dogo. Hiyo ndo target ya mwalimu, na dirisha dogo ndo hili linakuja hapa mwezi Januari. Na ikumbukwe msimu huu tuna finali za AFCON ambazo zinatarajiwa kufanyika mwezi Disemba. Muda umeisha kweli, ni hapo tu Disemba zinaanza finali za AFCON. Na huyu ni nyota ambaye hizi finali za AFCON zikija, manake michuano ya CAF itabidi isimame. Kwa hiyo itakaporudi ndo tayari itakuwa dirisha dogo hapo lishaungana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kama itafanikiwa hii deal, basi tutamuona Thabo Maponda akijiunga na wekundu wa Msimbazi kwa maana ya Simba. Alafu Dimitar Pantev ndo ataangalia sasa kwa rasilimali watu ambao ako nao, ataangalia Thabo Maponda anaingia kwenye position gani, kwa maana kwenda kuanza kwenye kikosi cha kwanza ama amtolee bench. Lakini ni mchezaji mzuri, na hata wenyewe Gaborone United namna ambavyo alimpata haikuwa kazi rahisi hata kidogo. Huyu ni nyota ambaye alitokea kwenye kikosi cha Matebele FC. Matebele ni pale pale Botswana. Matebele wakati hawa Gaborone United namchukua, walianza kumsainisha pre-contract, mkataba wa awali. Alisaini na walitangaza rasmi Gaborone United kwamba wamemsajili kwa mkataba wa awali. Kwa nini? Kwa sababu pia alikuwa anahitajika na wapinzani wao au karibu zaidi ambao ni Township Rollers. Matebele baadaye wakaja na maandiko mengi na press release kwamba huyu mchezaji bado ni wao na wanahitaji kumuona camp akiendelea kufanya mazoezi. Lakini baadaye kesi ikawa kubwa, ilikwenda mpaka kwenye shirikisho la soka, kwenye chama cha mpira wa miguu cha nchi yao BFA, Botswana Football Association. Ndio wakaja kutatua huu mzozo, kwa maana ya mchezaji
aende kujiunga na Gaborone United. Kwa hiyo so far tunapozungumza anakwenda kujiunga na yupo kwenye kikosi cha Gaborone United, na mambo yakiwa vizuri basi Dimitar Pantev atahitaji kuungana naye kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa ajili ya nusu ya msimu huu na michuano ya kimataifa, endapo watafanikiwa kuingia katika group stage na kuenda katika hatua za mbali zaidi. Kwa hiyo mpaka sasa tunapozungumza mazingira yako hivyo kwa huyu nyota Thabo Maponda. Sasa kwa namna ambavyo nimemzungumzia wasifu wake, kwa mtazamo wako, unaona ni mchezaji ambaye anastahili kucheza ndani ya kikosi cha Simba? Unamuona ndio yule ambaye alifanywa foul na Shamu Karabwe, alikuwa akiingia ndani ya box hivi, Shamu akamfanyia foul, hivyo ndio yule ambaye alimramba chenga Rushen Derek, alitana upande wa kushoto akapiga shuti ambayo ilikuwa limepaa juu. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, of course ni mchezaji mzuri. Simba akimpata itakuwa wameongeza quality nyingine katika kikosi chao, manake hapo wameongeza ushindani zaidi katika kikosi chao. So mazingira yako hivyo mpaka wakati huu. Weka comment yako kwenye comment section ukieleza juu ya nyota huyu, anahitajika kweli? Yani unamuona anastahili kucheza ndani ya Simba, au Simba wachana naye watafuta mchezaji mwingine? Comment yako tutaisoma. Hii ni Mzinga Sports na usisahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine.